Rafiki, ninakukaribisha katika somo letu linalosema uponyaji na afya ni haki yako. Mafundisho haya yametengenezwa makusudi kujenga imani yako ili uweze kupokea uponyaji wako pamoja na kufunguliwa kutoka katika changamoto yoyote ulionayo. Lakini zaidi ya yote kwamba ili wewe uweze kuenenda katika afya. Hii ni sehemu yetu ya 3. Kwa hiyo kama ukupata fursa ya kuangalia sehemu ya kwanza na ya pili, ningekushauri ufanye hivyo. Haina maana kwamba ukiangalia sehemu ya 3 moja kwa moja kwamba hutapata kitu, utapata. Lakini ingekuwa vyema zaidi kama ungekuwa uliangalia sehemu ile ya kwanza na ya pili, ama ulisikiza sehemu ya kwanza na ya pili. Katika sehemu ya kwanza tuliangalia kwamba Mungu anataka wewe upone, na tukaangalia kupita kwenye maandiko. Tukaona kwamba yes, Mungu hapendi mtu yote afe, awe ni muovu ama awe ni mtakatifu. Tukaona Mungu anatumia wema wake kuwavuta watu wapate kutubu, na moja ya wema wake anaotumia ni kuponya watu na kufungua watu. Na tukaona katika sehemu ya pili kuwa mponyaji ni Yesu Kristo, kwamba Mungu alimtuma Yesu Kristo ili awe mponyaji. Tukaangalia vitu kadha wa kadha, lakini kikubwa zaidi tukaangalia jinsi ambavyo watu wengi, asilimia kubwa ya watu wanakufa kwa sababu ya hofu kuliko hata ugonjwa wenyewe. Kinachowaua ni hofu zaidi kuliko hata ule ugonjwa wenyewe. Hofu ya nini? Hofu ya mauti. Tukaangalia kwa kina jinsi ambavyo Yesu Kristo alikuja akashiriki damu na mwili, na kwa njia ya mauti akamharibu ibilisi aliyekuwa na nguvu za mauti, na kuwaweka watu huru wale ambao katika maisha yao yote walikuwa watumwa kwa sababu ya hofu ya mauti. Na tukaona jinsi ambavyo ameufunua, akabatilisha mauti, akaufunua uhai usiokuwa na kifo. Akakomesha nguvu za kifo na kufunua uhai usiokuwa na kifo. Kwa hiyo tuliangalia na tukaona jinsi ambavyo Mungu ametuambia tuchague uzima. Amesema nimeweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana, chagua uzima ili wewe ukaishi na uzao wako. Na tukaona Bwana Yesu basi alikuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Na tukaona basi utakapompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi na mponyaji na mkombozi wako, na kwa namna yote ile ambayo unataka awe, basi utapata uponyaji wako na kufunguliwa. Kwa hiyo nakushauri katafuta sehemu ya kwanza na ya pili, itakusaidia. Sehemu ya 3 nataka tuzungumze kidogo habari za Yesu Kristo. Tunaangalia Yesu, kumbuka nasema Yesu mponyaji wako. Mponyaji wako. Na hii ni sehemu ya pili. Kuna vitu kadhaa tutaviangalia, lakini nianze kwa kusema kitu hichi. Wewe ambaye unanisikiliza, haijalishi uko kwenye stage gani ya ugonjwa, haijalishi una ugonjwa wa namna gani, haijalishi aina ya maradhi ambayo yanakusumbua, haijalishi aina ya udhaifu ambao unakusumbua, haijalishi kama ugonjwa wako una siku moja ama ugonjwa wako una miaka 20 ama 30. Nachofahamu ni kitu kimoja, kwamba Yesu Kristo ambaye ametumwa na Mungu aje kukuponya na kukufungua, yuko tayari kukuponya, yuko tayari kukufungua. Kwa nini? Kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza, tunaposoma kwenye Biblia, hasa kwenye vitabu vya Injili, Mathayo, Marko, Luka na Yohana, tunaona makutano walipomwendea Yesu Kristo, watu wote waliponywa, na waliponywa magonjwa yote, madhaifu yote, maradhi yote. Hakuna ambaye alikwenda akakutana na Yesu alafu akaondoka na ugonjwa wake. Hakuna ambaye alikuja kwa Yesu alafu Yesu akampa sababu kwamba wewe hautapona kwa sababu 1, 2, 3, 4. Hakuna. Kila mtu ambaye alikwenda akakutana na Yesu Kristo aliponywa.
bila kujalisha kama alikuwa ni mtakatifu ama sio mtakatifu, kama alikuwa ni mwenye dhambi ama hana dhambi, kama alikuwa ni mrefu ama ni mfupi, alikuwa ni mnene ama ni mwembamba, alikuwa ni mzungu ama ni mswahili. It doesn't matter. Yoyote aliyekwenda kwa Yesu alimponya. Na ndio maana basi nina uhakika leo hii wewe nawe utakapokutana na Yesu lazima upone. Kwa hiyo ilikuwa ni sababu ya kwanza ambayo inanipa uhakika kwamba wewe utapona, ama Yesu yuko tayari kukuponya, kwa sababu ametumwa na Mungu kuja kufanya kazi hiyo. Tuliona katika sehemu iliyopita anasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili aziharibu kazi za ibilisi. Na tukaona jinsi ambavyo Mungu alimpaka mafuta Yesu wa Nazareth kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akaenda kila mahali akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili inayonipa uhakikisho kwamba wewe ni lazima upone na lazima ufunguliwe ni kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alikifanya kupitia kazi yake ya msalaba. Kwa hiyo ningesema hivi, sababu mbili zinazo nifanya niamini Yesu Kristo atakuponya. Ngoja niziandike hapa sababu mbili nazoamini atakuponya leo ama sasa hivi. Moja ni kwa sababu wote waliomwendea waliponywa. Magonjwa yote na maradhi yote. Na udhaifu wa kila aina. Na udhaifu wa kila aina. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili rafiki inanifanya niamini kwamba utapona leo ama sasa hivi, kwa sababu ndo unanisikiliza, ni kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alikifanya kupitia kazi ya msalaba, kupitia kazi yake ya msalaba. Hizi ndio sababu mbili kubwa zinazonifanya niamini kwamba ni lazima wewe unayenisikiliza, wewe unayeniangalia, kwamba upone. Kumbuka tumeona mapenzi ya Mungu ni wewe upone. Mungu anataka wewe upone. Akamtuma Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alipokuja, watu wote waliomwendea waliponywa magonjwa yote, madhaifu yote na udhaifu wa kila aina. Lakini sababu ya pili ni kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alikifanya msalabani. Hizo ndio sababu mbili rafiki ambazo zinanipa uhakika. Inawezekana huko kwenye koma, umekata kauli, hujitambui, lakini umewekewa mafundisho haya usikilize. Hii ni habari njema ambayo nakuletea.
Hii ni habari njema inayomhusu Yesu Kristo wa Nazareth, Yesu wa Nazareth ambaye alipakwa mafuta na Mungu kwamba aende kila mahali na kutenda kazi njema na kuponya watu wote walionewa na ibilisi. Ndiyo habari ambayo nakuletea leo hii. Sasa nataka nianze kukupa uthibitisho kupitia kwenye maandiko, kwa sababu mara nyingi watu wanakuwa wana maswali. Je, kama mimi nilienda nikavuta sigara ama nikavuta bangi nikakamatwa na kansa mapafu, je, Yesu ataniponya? Je, kama mimi nilikwenda kwa waganga wa kienyeji nikatafuta madawa ya waganga wa kienyeji na yameniletea madhara, yameniletea vifungo, yameniletea magonjwa, je, yuko tayari kuniponya? Jibu ni ndio. Jibu ni ndio. Kumbuka tuliona kwamba Yesu Kristo anasema nimekuja niyafanye mapenzi ya Baba yangu. Sasa nataka tufanye kitu kifuatacho. Kuna maswali, nitachukua maswali 4 ambayo huwa yanawatatiza watu, na kwa maana hiyo inapofika kwenye habari ya kuponywa na kufunguliwa, kwa kuwa wameshindwa kuyajibu, yanawapa shida. Na ndio maana nakwambia wewe unaponywa kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alifanya kupitia kazi yake ya msalaba, sio kwa sababu ya usafi wako wewe ama kwa sababu ya utakatifu wako wewe. Kwa maneno mengine, unapona kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo, si ndio? Kwa sababu ya utii wa nani? Wa Yesu Kristo. Hicho ndicho ambacho kitakufanya upone. Na kueleza haya mambo kwa sababu nina uhakika nayo, nimeaona Yesu akifanya kupitia maisha yangu na kupitia maisha ya watakatifu wengine. Nimeona watu wakiponywa na kufunguliwa vifungo vya aina mbalimbali. Na kwa wale ambao wananifahamu na wamesha kutana na mimi, wakaona jinsi ambavyo nahudumia, sijawahi kumuuliza mtu hata siku moja alifanya dhambi gani. Sijawahi hata siku moja kumwambia mtu aanze kuomba msamaha wa dhambi zake kabla sijamuombea ama kumhudumia. Sijawahi hata siku moja mimi mwenyewe kuanza kuomba msamaha wa dhambi kabla sijamhudumia mtu, kwa sababu havina uhusiano wowote. Aliye mponyaji ni Yesu Kristo. Anayefungua watu ni Yesu Kristo. Na kinachosababisha watu waweze kufunguliwa ni kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alikifanya kupitia kazi yake ya msalaba. Ni kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo. Hicho ndicho ambacho kinasababisha watu waweze kupona, sio sababu nyingine yoyote, rafiki. Kwa hiyo nataka tuende kwenye sehemu moja. Huyu Yesu alikuja hapa duniani katika mwili, akafa, akafufuka, na alipofufuka amekuwa Bwana juu ya vitu vyote. Kwa hiyo nitakapoamini ukuu wa Yesu juu ya vitu vyote, uwezo wake wa kukutana na changamoto yote na kuitatua, nitapokubaliana na ukweli huo, basi hakika hicho ninachokitaka yeye atanipatia. Jibu la changamoto ya ulimwengu, jibu la matatizo ya ulimwengu ni Yesu Kristo. Mungu muumba wa mbingu na nchi, ambaye anataka wewe upone, amemchagua, amempaka Yesu Kristo mafuta ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sasa tuende kwenye mstari ambao tulikusha usoma, usome tena. Okay, kitu cha kwanza, ama tuanze hivi. Tuanze Warumi mlango wa kwanza mstari wa 16. Warumi mlango wa kwanza mstari wa 16. Neno linasema hivi: kwa maana siionei haya Injili ama habari njema, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Paulo anasema Injili, habari njema, ndani yake kuna uwezo, kuna nguvu ya Mungu ya kuleta wokovu.
Na hili neno wokovu ndani yake sio tu kwamba kuokolewa kutoka katika dhambi zako, lakini inazungumzia kuponywa, inazungumzia kufunguliwa, inazungumzia kukutana na mahitaji yako yote. Mungu kukutana na mahitaji yako yote. Kwa anasema kwa maana sionee haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie. Lakini swali linakuja, hii injili inahusu nini? Hii injili anayozungumzia Paulo ambayo ina nguvu ya kuokoa, ina nguvu ya kuponya, ina nguvu ya kufungua. Hii injili, hii habari njema inamhusu nani? Na hapa ndipo ambapo nataka tuwekane sawa. Watu wengi wamekuwa wanahangaika kupata uponyaji zaidi, alafu wanamsahau mponyaji. Wanahangaika kutafuta kufunguliwa zaidi, alafu wanamsahau anayefungua. Wanatafuta kutajirika, alafu wanamsahau anayetoa utajiri. Wanatafuta kustawi, alafu wanamsahau anayestawisha. Wanatafuta baraka, wanamsahau anayetoa baraka. Na mimi leo hii nataka nizungumze habari zake. Kwa Paulo anasema kwa maana sionee haya injili kwa sababu ni uweza, ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu kwa kila aaminie, ama kwa kila anayekubaliana na hiyo habari njema. Sawa? Kwa hiyo anasema yani andike hapa. Anasema injili ni nguvu ya Mungu ama uweza, kwa Kigiriki anasema dunamis, ni nguvu ya Mungu inayo okoa, ponya, fungua na kadhalika. Ingiza chochote unachokitaka huko, kwa kila anaye amini. Ama kwa lugha nyingine, kila anaye kubali, kila anayekubaliana. Kwa hiyo anasema injili ni nguvu ya Mungu, ni uweza wa Mungu unaeleta wokovu, ni nguvu inayookoa, nguvu inayoponya, nguvu inayofungua, nguvu inayokutetea mahitaji yako kwa kila anayeamini hiyo injili, ama kwa kila atakayekubaliana na hiyo injili. Sasa hii injili ama hii habari njema ni ya nini ama ya nani? Inamhusu nani ama inahusu nini habari njema? Kwenye Warumi hii Paulo kwa kwanza ameandika, turudi tena mstari wa kwanza tuanze kusoma. Anasema hivi Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa ahubiri injili ya Mungu, habari njema ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe. Kwa anakuambia hii habari njema inahusu mwana wa Mungu aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo anasema injili inamhusu nani? Inamhusu, hii injili inamhusu Yesu Kristo. Kuhusu nini? Anasema injili inamhusu Yesu Kristo. Kwa hiyo ukinisikiliza kwa makini, alafu ukakubaliana ama ukaamini kile ambacho nakuambia, ndio maana nakwambia ni guarantee. Lazima upone, lazima ufunguliwe. Sio kesho, sio wiki ijayo, leo hii unaponisikiliza, sasa hivi unaponisikiliza. Kwa sababu Biblia inasema siku ya wokovu ni leo ama ni sasa. Siku iliyokubalika ya wokovu ni sasa. Ngoja nikakuonyeshe. Ili sitaki uairishe. Tuende Wakorintho wa pili. Na Wakorintho wa kwanza. No, Wakorintho wa pili. Yes. Wakorintho wa pili
mlango wa 6 anasema mstari wa 2, Wakorintho wa 2:6-2, kwa maana asema wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa, tazama siku ya wokovu ndio sasa. Kwa hiyo sasa hivi unavyonisikiliza, leo hii unavyonisikiliza, leo ndo siku yako ya kupona, leo ndo siku yako ya kufunguliwa. Leo, sio kesho, sasa hivi, sio wakati mwingine wote. Kwa nini? Kwa sababu nakuletea habari njema inayomhusu Yesu Kristo. Huyu Yesu Kristo inahusu nini? Ngoja nikakuonyeshe. Twende nikakuonyeshe Matendo ya Mitume. Tulishaangalia, nataka tuangalie tena Matendo ya Mitume mlango ule wa 10 mstari wa 38 tena. Unasema nimeshaisikia, nataka uisikie tena, kwa sababu unaposikia injili ina nguvu ndani yake ya kuokoa. Anasema hivi habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Na tunapofika hapo, kabla hatujapiga hatua yoyote, nataka niombe kwa ajili yako, ili kuanzia hapa ninachokizungumza uweze kukielewa na kukipokea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya ndugu anayenitazama na anayenisikiliza. Ninaomba roho ya ufunuo pamoja na ya hekima ije juu yake. Ninaomba roho ya hekima na ya ufunuo wa Yesu Kristo ianze kutenda kazi katika maisha yake. Ninaomba macho ya moyo wake yatiwe nuru, ili aweze kumwelewa Yesu Kristo na kazi ile uliomtuma kuja kufanya hapa duniani, ili aweze kumpokea Yesu Kristo kama mponyaji wake, mkombozi wake, mfunguaji wake, mstawishaji wake, mfanikishaji wake. Aweze kumpokea Yesu Kristo kama jibu ambalo wewe ulilituma hapa duniani, ili kwa njia ya Yesu Kristo aweze kutembea katika uhuru wake. Ninaomba Baba, anavyosikiliza ujumbe huu, imani yake iuishwe, uweza wake wa kupokea uongezwe, neema ya kupokea ikae juu yake, ili kila atakachokipokea kimpe matokeo sawasawa na wewe Mungu Baba ulivyokusudia, kwa sababu wewe unampenda mno huyu ndugu na unataka leo hii apokee uponyaji wake na kufunguliwa, aweze kutembea katika upya wa uzima. Baba, asante, nimeomba hayo katika jina la Yesu Kristo, amen. Kwa hiyo anasema mstari wa 38, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionewa na ibilisi, kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye. Naomba ufahamu kitu hichi. Mungu akamchukua Yesu wa Nazareti, akampaka mafuta, kwa maneno mengine akamtenga kwa kazi maalum, alafu akampa Roho Mtakatifu na uweza wa Mungu ama nguvu ya Mungu, ili Yesu azunguke kwenda kila mahali kutenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Unasema kazi njema kama zipi? Ziko nyingi tu ambazo Bwana Yesu alifanya. Kwa mfano, tunafahamu wakati fulani alikutana na wakina Petro, wamejaribu kuvua samaki usiku kucha wakupata kitu. Kusoma kwenye Luka mlango wa 5. Baadaye akawasaidia na akawaambia tupeni nyavu upande huu, wakatupa na wakapata samaki wengi, vyombo viwili vikajaa karibu vizame. Lakini pia tunafahamu katika Yohana mlango wa 2, alikwenda kwenye harusi. Kwenye harusi wakawa wameishiwa na vinywaji. Mama yake akamwambia, Bwana Yesu akawaelekeza kitu cha kufanya na vinywaji vikapatikana. Hayo ni kati ya mambo mema ambayo Yesu alizunguka akiyafanya. Wakati mwingine alikuwa akifundisha nyikani, watu wakawa wana njaa, hawana chakula, akachukua mikate 5 na samaki 2, akaomba, akashukuru, watu wakapewa, wakala wanaume 5,000. Kwa hiyo yako mambo mengi ambayo Bwana Yesu aliyafanya ambayo ni mema. Alituliza kiburi cha bahari, wanafunzi wasizame. Sasa lakini pia anasema huyu Yesu alivyopakwa mafuta, alitumwa akaenda kila mahali kuponya nini? Kuponya watu wote. Aliponya watu wangapi? Watu wote. Hakuna mtu ambaye Yesu hakumponya. Hakuna mtu ambaye Yesu hakumponya. Sasa
Twende tukaangalia. Angalia, anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo unaye ibilisi kwa upande mmoja anaonea watu kwa kuwaletea magonjwa na vifungo, alafu upande wa pili unaye Yesu wa Nazareti akiwa pamoja na Mungu muumba wa mbingu na nchi, akiwafungua watu, akiwaponya watu kutoka katika uonevu wa ibilisi. Kumbuka anasema wote walioonewa na ibilisi. Kwa kama wewe una changamoto yoyote ya afya hapo ulipo, ni kwa sababu ibilisi amekuonea. Na nina habari njema, Yesu alitumwa kuja ulimwenguni kuja kuponya wote walioonewa na ibilisi. Aliponya wote. Ndio kazi ambayo alikuja kufanya. Sasa tuende kuonyesha sehemu nyingine. Tuende kwenye Mathayo mlango wa 8. Tuanze mstari wa 16 mpaka wa 17. Anasema hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Akawaponya wote. Kwa hiyo watu wote waliopelekwa kwa Yesu, waliomwendea Yesu Kristo, waliponywa. Watu wote. Kama watu wote waliponywa, maana yake ni kwamba na wewe rafiki unanisikiliza ama unaniangalia, utakapokutana na Yesu lazima na wewe upone. Sasa unakutanaje na Yesu? Tutaangalia hapo baadaye. Lakini sasa hivi nataka uelewe hilo, kwamba watu wote waliokutana na Yesu walipona. Hakuna mtu aliambiwa rudi nyumbani, siku yako ya kupona sio leo. Hakuna mtu aliambiwa rudi nyumbani kwamba huwezi ukapona kwa sababu wewe una dhambi. Kumbuka watu wote walioombewa na Yesu tunaosoma katika kitabu cha Mathayo, Marko, Luka, Yohana, walikuwa hawajaokoka. Walikuwa bado wako kwenye dhambi. Kuokoka ama kuzaliwa mara ya pili kumekuja baada ya Yesu kufa na kufufuka. Kabla ya hapo wote hao walikuwa ni wenye dhambi. Na ndio maana kwa mfano taifa la Israeli, ili wawe na uhusiano na Mungu, ilikuwa kila mwaka kuhani mkuu anaenda kutoa sadaka kwa ajili ya dhambi, sadaka ya amani, sadaka ya kuteketezwa, ili walau wakae wawe na uhusiano na Mungu. Mara moja kwa mwaka kuhani mkuu alikuwa anafanya hivyo. Kwa sababu gani? Hawa watu walikuwa ni wenye dhambi mbele za Mungu. Kwa hiyo hakuna mtu hata mmoja aliyekwenda kwa Yesu kuombewa alafu Yesu akamrudisha kwa sababu huyu mtu ana dhambi. Maana kuna watu wengine wanaamini kwamba Yesu hawezi kuniponya kwa sababu nina mgogoro kwenye ndoa yangu, mpaka tutakapopatana kwenye ndoa yangu ndio Mungu ataniponya, ndio Yesu ataniponya. Si kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu utii wake Yesu anakuponya kwa sababu amejaa huruma, sio kwa sababu nyingine. Kwa sababu ya compassion. Kwa hiyo watu wote waliomwendea Yesu wote walipona. Watu pekee ambao hawakupona ni watu ambao hawakwenda kwa Yesu, ni watu ambao hawakukutana na Yesu. Lakini yeyote aliyekutana na Yesu alipona. Yeyote. Ngoja nikupe ushahidi mwingine. Tuende Mathayo 12 mstari wa 15. Anasema hivi: naye Yesu hali akiyafahamu hayo, akaondoka huko na watu wengi wakamfuata, akawaponya wote. Huo ni ushahidi wa tatu na kuonyesha kwamba Yesu aliponya watu wote waliomwendea. Hakuna mtu aliyeachwa. Watu pekee ambao hawakupona ni wale watu ambao hawakwenda kwa Yesu. Hakuna mtu aliyekwenda kwa Yesu akamwambia wewe hauna imani kwa hiyo sikuponyi leo. In fact, imani ya kweli, imani ni nini? Imani inakupeleka kwa Yesu. Imani inakufanya umfuate Yesu. Kama imani haikufanyi uende kwa Yesu, hiyo sio imani.
Imani ya kweli itakufanya umfuate Yesu kupata ufumbuzi wa changamoto yako, iwe ni ya afya, iwe ni ya uchumi, iwe ni ya fedha, iwe ni ya kitu gani. Kwa kila mtu aliyekwenda kwa Yesu alipona. Na wewe rafiki, haijalishi umeumwa miaka mingapi, haijalishi umeteseka kwa miaka mingapi, haijalishi una imani hauna imani, umefunga ama hujafunga, una dhambi ama hauna dhambi, ukikutana na Yesu na ukawa umekubali kwamba yeye ni mponyaji, lazima kila aliyekwenda kwa Yesu alipona. Na wewe una fursa, na ndio maana amenituma ninazungumza na wewe, nimekuletea habari hii njema ili usikie, uamini kwamba yeye ametumwa na Mungu aje kukuponya, aje kukufungua. Na Yesu hana upendeleo, watu wote waliokwenda wote walipona. Na kumbuka waliokuwa wanakwenda kwake ni makutano. Twende kwenye Marko nikuonyeshe. Marko mlango wa 6. Tuanze mstari ule wa 54 mpaka wa 56. Nao wakiisha kutoka mashuani, mara watu walimtambua, wakaenda mbio wakizunguka nchi ile yote, wakaanza kuwachukua vitandani walio hawawezi, kwenda kila mahali waliposikia kwamba yupo. Na kila alikokwenda, akiingia vijijini au mijini au mashambani, wakawaweka wagonjwa sokoni, wakamsihi waguse ngaa pindo la vazi lake. Na wote waliomgusa wakapona. Wangapi rafiki? Wote waliomgusa Yesu walipona. Wote waliomgusa Yesu walipona. Hakuna mtu hata mmoja, narudia tena, aliyekwenda kwa Yesu ambaye hakuponywa. Hakuna aliyerudishwa. Hakuna aliambiwa leo huwezi kupona. Hakuna aliambiwa wewe umechelewa. Kwani ukuja wakati kansa hii haijafika mbali? Kansa iko stage 4, alafu ndo unakuja kwangu? Hakuna. Kwa haijalishi uko mgonjwa muda gani, haijalishi unaumwa kitu gani, yeyote aliyekwenda kwa Yesu alipona. Kama watu wote walipona, wewe rafiki sio special. Usijifanye kuwa ni special. Watu wote walipona. Sasa wengine wanasema lakini alienda kwa Nazareti watu hawakupona. Ngoja tukasome. Tuko mlango huu wa 6. Turudi pale juu. Tuanze mstari wa kwanza, tusome. Tusije kuzungumzia hadithi za kusadikika. Anasema akatoka huko, akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata, na alipokuwa Sabato alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na nini hekima gani hii aliopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Kwa hiyo wameona miujiza akifanya katikati yao. Anasema huyu si yule seremala mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni, na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Kwa mengine wakawa offended, wakakwazika. Kwa sababu gani? Wanasema huyu Yesu tunamfahamu, seremala tunamjua, nimeshasikia habari za Yesu, usinieleze. Mimi nimekuwa Mkristo miaka 25, najua kuwa Yesu anapona. Okay, kwa nini hujapona mpaka leo hii? Labda na wewe una mazoea kama hawa watu wa Nazareti. Kwa kuwa umekaa kanisani miaka 10, 15, 20, 30, unadhania kwamba wewe unamjua Yesu. Kwa hiyo unaposikia habari za Yesu unadharau. Ndio maana leo hii bado umelala kitandani rafiki. Ndio maana haujiwezi. Hakuponyi kwa sababu wewe ni mzee wa kanisa. Hauponywi kwa sababu umekaa kanisani miaka 10. Ama hauponywi, haachi kukuponya kwa kuwa haukwenda kanisani. Lakini sikiliza anachosema. Anasema hivi, Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Wala, sikia mstari wa 5, wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya.
Kwa hiyo alipokwenda kwao Nazareti, kwa sababu ya mazoea na dharau na kejeli, Biblia inasema hakuweza kufanya muujiza wowote, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya watu wachache akawaponya. Kwa hiyo hata sehemu ambayo watu walikuwa hawaamini, bado Yesu aliponya. Hii ni habari njema. Hii ni habari njema. Huyu Yesu pamoja na kwamba watu wamemkataa, bado aliponya. Hiyo muujiza mkubwa hatujui alitaka kufanya nini. Kwa hiyo tusivumishe, tusispekulate. Tunachojua ni kwamba pamoja na kwamba walimkataa huko kwao, bado aliponya. Kwa sababu hakuna aliyekutana na Yesu ambaye hakupona. Kama umeenda kwa Yesu unataka kuponya, atakupona. Sasa mwingine atasema, vipi kuhusu mwanamke Mkananayo? Mwanamke Mkananayo. Unakumbuka mwanamke Mkananayo alikwenda, alafu akataka binti yake aponye. Mlango wa 15, Mathayo 15. Twende mstari ule wa, ngoja ni utafute, mstari wa 21. Maana anasema mbona alimkatalia mwanamke Mkananayo? Sikiliza hii. Yesu akaondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na Sidoni, na tazama mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi. Kumbuka Yesu ni mwana wa Daudi. Binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia, wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Nataka kuonyesha nini rafiki? Hata huyu ambaye Yesu alikuwa amemkatalia, bado Yesu alimponya. Kwa hiyo ni habari njema. Kwa hiyo ungeenda kwa Yesu, hata kama angekuwa hataki, bado atakuponya. Ujue jinsi ambavyo alivyo mzuri. Kwa hakuna mtu aliyekwenda kwake ambaye hakupona. Lakini nataka nikuonyeshe kitu kingine. Twende kwenye Mathayo 8. Mathayo mlango wa 8. Tuanze mstari ule wa 5. Unajua watu wana picha mbaya sana kuhusu Yesu na Mungu. Kumbuka tumeona, ukimwona Yesu umemwona Mungu. Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Mathayo 8 mstari wa 5 anasema hivi, hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia akamsia akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Nataka uone kitu hichi. Huyu akida amekuja kwa Yesu, anaanza kumwelezea habari ya mfanyakazi wake ambaye yuko nyumbani ambaye anaumwa sana. Kabla hajaeleza anataka Yesu afanye nini, Bwana Yesu anamuwai, anasema, nitakuja kwako nimponye. Hakuhitaji kushawishiwa na mtu. Inapofika kwenye habari ya kuponya na kufungua, Yesu hahitaji wewe ulie, hahitaji uombe maombi ya rehema, hahitaji utoe jasho, umshawishi useme sasa inabidi nifunge, inabidi nikeshe, inabidi nilie, inabidi nitoe sadaka. Oh haleluya, niongee na kitakatifu, nalibariki jina la Bwana, oh nakuita mkuu. Hahitaji hiyo. Yesu mwenyewe amejaa huruma. Anamsikiliza huyu akida. Kabla akida hajasema naomba uje nyumbani, anasema nakuja. Na ukiendelea kusoma pale unaona akida mwenyewe anaona aibu, anasema wewe sema neno tu. Na kweli Yesu akasema neno tu, jamaa akapona kule. Huyu ndio Yesu ambaye anakuletea habari njema zake. Na leo hii unavyosikia kuhusu huyu Yesu ambaye aliponya watu wote waliomwendea, watu wote waliokutana naye, nataka nikuambie kwamba ana shauku ya kukuponya kuliko ambavyo wewe una shauku ya kupona. Ana usongo wa kukuponya na kukufungua kuliko ambavyo wewe una usongo na shauku ya kuponywa na kufunguliwa. Ndio habari zake nakuletea. Twende kakuonyesha sehemu nyingine. Twende kwenye Luka mlango wa 7 na mstari ule wa
Tuanze mstari wa ngapi? Mstari wa 11. Luka 7 tuanze mstari wa 11. Tutasoma ni story ndefu kidogo mpaka mstari ule wa 17. Anasema hivi: baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Huyu ni Bwana Yesu. Na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomuona alimuonea huruma. Alimuonea huruma. Akamwambia, usilie. Kumbuka huyu mama anafuata sanduku ama mwili wa mwanae, analia. Alafu inaonekana watu wanamwambia Yesu, anambia huyu mama bwana amepoteza mtoto wake wa pekee. Huyu mama kwanza ni mjane, alafu alikuwa anamtegemea mtoto, ndo kijana wake wa pekee, kijana naye amekufa. Yesu ikamgusa, akaona huruma, akasimamisha msafara, akasema, mama usilie. Hajaombwa, hajashawishiwa na mtu, ni huruma yake imemsukuma. Anasema mstari wa 14, akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Yesu hakuhitaji kushawishiwa. Kinachomfanya Yesu atake kukuponya ni kwa sababu ya huruma. Shida ya watu wengi wanapotaka uponyaji wao kwa Mungu wanakuwa ni wanafiki. Wanasema, Mungu nahitaji uniponye kwa utukufu wa jina lako. Huo ni unafiki. Maana ukisema namna hiyo, dhamiri yako inakunyuka, inakwambia wewe ni mwongo. Wewe unataka kupona kwa sababu maumivu yamekuelemea. Unataka kupona kwa sababu umechoka kuumwa. Na huo ndio ukweli. Nenda kwa Yesu. Bwana, nataka uniponye kwa sababu nimechoka na haya maumivu. Nimechoka na haya mateso. Nimechoka kushikiliwa chini na huu ugonjwa. Mweleze ukweli kile unachosikia, acha unafiki. Yeye ni amejaa huruma. Hahitaji sababu ya kiungu. Nataka uniponye. Ukiniponya nili nikahubiri injili. Unafahamu ni unafiki. Ukishaponywa uende kuhubiri injili. Mweleze ukweli tu. Bwana Yesu, nimechoka huu ugonjwa. Huu ugonjwa umenichosha, nataka tu uniponye. Wewe najua umejaa huruma. Niponye tu ugonjwa. Atakuponya. Usiingize sababu nyingine yoyote. Anasema yeye ni mwenye huruma. Kilichofanya asimamishe huyu mama na kumponya ni huruma. Kilichofanya amwambie akida, nitakuja nyumbani kwako nimponye mfanyakazi wako, ni huruma. Na leo anataka akuponye. Naanza kuonyesha stories ni nyingi, lakini tuende sehemu nyingine. Tunaona aliponya wote. Kwa kila mtu aliyekutana naye alipona. Na wewe rafiki, ukikubaliana na huo ukweli kwamba kila aliyekutana na Yesu alipona, kila aliyekutana na Yesu alifunguliwa, basi hakika na wewe utafunguliwa, na wewe utapona. Huo ndio ukweli. Tukiwa kwenye Luka hiyo hiyo, tuangalie kipengele cha mwisho, mlango wa 4, mstari wa 40 mpaka 41. Luka 4:40 mpaka 41. Anasema hivi: na jua lilipokuwa likichwa, wote waliokuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwake, akaweka mikono yake juu ya kila mmoja, akawaponya. Wote waliopelekwa, Yesu aliweka mikono yake juu yao, wakapona. Pepo nao waliwatoka watu wengi, wakipiga kelele na kusema, wewe u mwana wa Mungu. Akawakemea asiwaache kunena, kwa sababu walimjua kuwa ndiye Kristo. Kwa watu wote rafiki, narudia tena, watu wote waliokutana na Yesu walipona. Haikujalisha kama walikuwa wameokoka ama hawajaokoka, maana zile kwa hakuna kuokoka. Haikujalisha kama walikuwa wameenda hekaluni ama hawajaenda hekaluni. Haikujalisha kama walikuwa wametunza torati ya Musa ama hawajatunza torati ya Musa. Yeyote aliyekutana na Yesu alipona. Kwa sababu gani? Hayo ndio mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Kwa hiyo na wewe tunataka tukukutanishe na Yesu ili upone. Unasema sawa mtumishi nimekuelewa, lakini vipi kuhusu ugonjwa langu?
Kwanza ugonjwa sio kwako, ni wa ibilisi. Twende Mathayo mlango wa 4 mstari wa 23 hadi wa 24. Kumbuka tunazungumza habari njema inayomhusu Yesu Kristo. Anasema hivi: naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Aliponya nini? Ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Alafu anaendelea anasema hivi 24: na habari zake zikaenea katika Shamu yote, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, maana kwa wamelala vitandani, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupooza, akawaponya. Akawaponya wote wenye maradhi mbalimbali, wenye mateso, waliokuwa hawawezi, wenye kifafa, wenye pepo, akawaponya. Hasa swali langu ni hili: wewe una mateso gani? Kama chochote ulichonacho kinakutesa, Yesu yuko tayari kukuponya leo hii. Kwa nini? Kwa sababu yu hai, hajabadilika. Na nitakuonyesha. Kama una ugonjwa wa aina yoyote, Yesu yuko tayari kuuondoa. Kama una udhaifu wa aina yoyote, Yesu yuko tayari kuondoa huo udhaifu. Kama una maradhi ya aina yoyote, Yesu yuko tayari kuondoa. Kama una kifungo cha aina yoyote, Yesu yuko tayari kuondoa. Sasa tupige hatua. Twende Mathayo mlango wa 9. Mstari wa 35. Anasema hivi: naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Kwa hiyo Bwana Yesu aliponya watu wote, magonjwa yote, maradhi yote na udhaifu wa kila aina. Hakuna mtu aliyeachwa, hakuna ugonjwa ulioachwa, hakuna udhaifu ulioachwa, hakuna maradhi yaliyoachwa. Hizo ndo habari za Yesu. Na leo hii yuko tayari kushughulika na hilo. Yuko tayari kukuondolea hilo tatizo. Yuko tayari kuondolea hilo tatizo. Ukikubaliana tu na hilo ambalo linasema. Sasa najua kwenye akili yako unachosema. Unasema, mwalimu, nimekusikia kwamba Yesu aliponya watu wote, maradhi yote, magonjwa yote, madhaifu yote. Na nimesikia unasema kwamba yeye ni mwenye huruma, ndio maana aliponya watu. Lakini nampata wapi? Sasa kabla sijaongea hiyo, nikuonyeshe kitu. Unasema nilisikia amekufa. Ngoja tuambiane kitu. Huyu Yesu ni mzuri mno. Wakati wameenda kumkamata bustanini ili waende wakamsulubishe, mwanafunzi mmoja wapo wa Yesu akatoa upanga, akakata sikio la adui aliyekuja kumshika Yesu. Bado Yesu akaponya lile sikio.
Yaani anaponya hata maadui zake. Ndio maana uwe ni mchawi, uwe ni mganga wa kienyeji, njoo hapa tutakuponya. Mwisho nikiomba utapona. Haijalishi unaumwa nini. Alafu ukishapona utafanya maamuzi, unataka kufuatana na Yesu ama unataka kumwacha. Kama majini yako na mamizimu yako, wewe uliye mganga wa kienyeji unasikiliza, yameshindwa kukuponya, Yesu atakuponya bila masharti yoyote. Na hiyo mizimu na hayo majini yako hayawezi kumzuia, maana Yesu ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Sasa swali linakuja, okay, mwalimu, huyu Yesu ina maana anaponya watu wote? Ndio. Nikuulize swali hili rafiki. Kwa kuwa tumeona Yesu aliponya watu wote, magonjwa yote, maradhi yote, madhaifu yote, swali ni hili: tungekuchukua leo hii tukakusafirisha, tungekuwa tuna chombo maalum cha kukusafirisha, tukakurudisha, tukakupeleka miaka 2000 iliyopita, tukakupeleka pale Galilaya, alafu ukakutana na Yesu na wewe ukawa katikati ya yale makutano ya watu, unadhani angekuponya? Je, unadhani ungepona? Jibu ni dhahiri, ndio ungepona. Kwa sababu gani? Aliponya watu wote. Je, unadhani ugonjwa wako ungeondolewa? Jibu ni ndio, kwa sababu aliondoa magonjwa yote. Unadhani udhaifu wako ungeondolewa? Jibu ni ndio, kwa sababu aliondoa madhaifu yote. Unadhani maradhi yako yangeondolewa? Jibu ni ndio. Mateso yako? Ndio. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio sifa na tabia ya Yesu. Lakini nina habari njema. Hatuhitaji kukusafirisha tukupeleke miaka 2000 iliyopita. Huyu Yesu leo hii pia bado anaponya kama ambavyo alikuwa akiponya miaka 2000 iliyopita. Tuende Waebrania mlango wa 13 mstari wa 8. Biblia inasema hivi: Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Anasema Yesu hajabadilika. Aliponya watu wote miaka 2000 iliyopita, hata na leo bado anaponya watu wote, na wiki ijayo ataendelea kuponya watu wote. Aliponya magonjwa yote na maradhi yote na madhaifu yote miaka 2000 iliyopita, hata leo bado anaponya magonjwa yote na maradhi yote na madhaifu yote, na bado ataendelea kuponya magonjwa yote na madhaifu yote wakati unaokuja. Unasema lakini nilisikia alikufa. Ndio. In fact alivyokufa ilikuwa ni kwenda kumharibu ibilisi aliyekuwa na nguvu za mauti, kama tulivyoona somo lililopita. Kisha akafufuka, naye anazo funguo za mauti na kuzimu. Na ndio maana tukienda kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 5, tuanze mstari wa 30. Anasema hivi, tutasoma 30 hadi 32 ama 31. Anasema Mungu wa baba zetu, huyu ni Petro anahubiri, alimfufua Yesu. Kwa hiyo Yesu amefufuka. Na kwa nini amemfufua? Kwa sababu Yesu alikufa. Na alivyokufa alifanya nini? Alimharibu yeye alikuwa na nguvu za mauti ambaye ni ibilisi, ili awaweke watu huru ambao katika maisha yao wote wamekuwa watumwa kwa sababu ya hofu ya mauti. Anasema Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na Mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Kwa anasema huyu Yesu Mungu amemtukuza, amemfanya vitu viwili. Amemfanya Yesu kuwa mkuu, lakini pia huyu Yesu ni Mwokozi. Na hili neno Mwokozi kwenye lugha ya Kigiriki anasema ni soterion. Kwa hiyo ina maana ni Mwokozi, mponyaji, mfunguaji na kadhalika. Chochote ambacho nataka Yesu Kristo awe kwako. Kwa hiyo Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Ndio ambaye nakuletea habari zake.
Swala hapa tu ni kumpokea. Sasa kwenye habari ya kupokea na nini nitakuelezea baadaye, lakini nataka sasa hivi focus yako hiyo kwa Yesu. Sasa kabla sija, kwa hiyo anasema huyu Yesu ambaye aliponya watu wote, akaondoa magonjwa yote, maradhi yote, madhaifu yote miaka 2000 iliyopita, ndio bado anaendelea kufanya na leo hii, na bado ataendelea kufanya na kesho na kesho kutwa na mtondogoo na wiki ijayo na mwaka ujao na miaka inayokuja. Na nzuri zaidi, baada ya alikufa ili amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Kwa hiyo mauti haina nguvu juu yako tena, lakini alivyofufuka Mungu amemfanya kuwa mkuu na Mwokozi. Yesu ni mkuu juu ya hiyo kansa. Ni mkuu kuliko kansa yako, ni mkuu kuliko ukimwi, ni mkuu kuliko uvimbe ulionao tumboni, ni mkuu kuliko moyo uliopanuka, ni mkuu kuliko stroke, ni mkuu kuliko kisukari, ni mkuu kuliko pressure, ni mkuu kuliko tatizo la nguvu za kiume, ni mkuu kuliko chochote kile ambacho kimekushika kimekulaza kitandani, ni mkuu kuliko chochote kile ambacho kinakufanya uone aibu, uone kwamba usahili kuishi. Ni mkuu juu ya utasa na ugumba. Ni mkuu. Yesu Kristo yuko top. Hakuna mwingine aliye mkuu kuliko yeye. Kumbuka yeye ndio aliyeumba kila kitu. Lakini sio hivyo tu, ni Mwokozi, ni mponyaji, ni mfunguaji, ni mkombozi. Kwa leo hii wewe unayenisikiliza, lazima uinuke utoke hapo. Yaani ni lazima. Sio ni lazima. Niangalie my friend, hebu niangalie usoni vizuri. Ni lazima. Unajua maana lazima? Ni lazima. Must. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ni mkuu. Yesu yu hai. Na Yesu amefanywa kuwa Mwokozi. Yuko mkono wa kuume wa Mungu. Na leo kupitia Roho wake, Yesu Kristo kupitia Roho wake, leo hii kupitia Roho wake na uweza wake, leo anakuponya. Sio kesho, sio wiki ijayo, leo. Saa ya wokovu ni sasa. Siku ya wokovu ni sasa. Sio kesho, sio wiki ijayo. Hata unasema lakini mimi tabia yangu na mwenendo wangu sio mzuri. Nitakusaidia kitu kimoja. Sababu ya Yesu kuitwa Mwokozi, kuitwa mponyaji, kuitwa mfunguaji, ni kwa sababu ya kile ambacho alikifanya kupitia kazi yake ya msalaba. Biblia inasema kwa utii wa Yesu Kristo ndio maana alifanywa kuwa mkuu. Ngoja nikuonyeshe. Twende tukasome sehemu 2 pale chapter tumalizie. Twende wa Filipi mlango wa 2. Nitaanza mstari ule wa 5 ili tupate context. Tutaenda mpaka mstari wa 11. Anasema hivi, wa Filipi 2:5 hadi 11. Anasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Akawa mtii hata mauti. Akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, kamfanya mkuu, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Baba. Kila ulimi. Anasema haijalishi hivi vitu viko mbinguni, hivi vitu viko duniani, ama viko kuzimu shimoni, lazima vitii kwa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu ni mkuu. Kwa hiyo akitokeza kama Mwokozi wako, lazima wakuachilie. Akitokeza kama mponyaji wako, lazima ugonjwa kuachilie. Akitokeza kama mfunguaji wako, hicho kilichokufunga lazima kiingie mitini. Na ndicho ambacho tutafanya leo hii. Unasema okay,
Kwa sababu ya utii wake. Na sasa utii wake unahusiana nini? Lakini mimi ukimwi nilionao ni kwa sababu mimi nilikuwa ni changu doa. Kansa nilionao ni kwa sababu mimi nilikuwa navuta sigara. Figo zangu zilizofeli ni kwa sababu mimi nilikuwa nakunywa pombe sana, pombe kali. Na ini langu limeharibika kwa sababu ya pombe kali. Sikiliza. Sehemu iliyopita tuliona haihusiani na wewe. Sasa ngoja nikupe sababu kwa nini Mungu atakuponya. Twende Warumi. Warumi mlango wa 5. Mstari wa 12. Anasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi ifanana na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Sasa anachosema ni hichi: mtu mmoja anaitwa Adamu ndo alisababisha dhambi ikaingia ulimwenguni, na hii dhambi ikasababisha mauti. Kumbuka mauti ndio mama wa kansa, mama wa ukimwi, mama wa figo kufeli, mama wa kisukari, mama wa everything. Na anasema ilikuja kwa sababu ya kosa la Adamu, sio kosa lako wewe. Alafu anaendelea anasema hivi 15: lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja, yani Adamu, wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Sasa nataka turuke tuone mstari wa 17. Anasema hivi, mstari wa 17 anasema hivi: kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja ambaye ni Adamu mauti ili tawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Sasa mstari wa 18 na wa 19: basi tena kwa kosa moja, yani la Adamu, watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki ambalo ni la Kristo, watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Sasa mstari wa 19 tega sikio. Anasema kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja, yani Adamu, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja, yani Yesu Kristo, watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa hiyo anachosema ni hichi: uasi wa Adamu ndo ulifanya wewe ukataliwe na Mungu, lakini wakati huo anasema utii wa Kristo ndo umefanya wewe ukubaliwe na Mungu. Kumbuka, haki ni kuwa na uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari ya aina yote. Haki ni kusimama mbele za Mungu pasipokuwa na kasoro na dosari. Kwa hiyo anasema Mungu sasa hivi anakukubali wewe kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo. Kwa hiyo unavotia imani yako kwa Yesu Kristo, maana yake ni kwamba Mungu anakukubali moja kwa moja. Haukubaliwi kwa sababu ya wewe ulichokifanya, unakubalika kwa sababu ya kile ambacho Yesu alikifanya. Kwa hiyo ndo maana nikakwambia nina uhakika wa wewe kupona na kufunguliwa kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alikifanya kupitia kazi yake ya msalaba, ambapo alifanya nini? Alikuwa mtii hata mauti ya msalaba. Si utii wa Yesu ndo unafanya wewe na mimi tukubalike mbele za Mungu. Leo utafunguliwa kwa sababu ya utii wa Yesu, sio kwa sababu ya utii wako wewe. Leo utaponywa kwa sababu ya utii wa Yesu, sio kwa sababu ya utii wako wewe. Huna unaloweza kulifanya Mungu akukatae, na huna unaloweza kulifanya Mungu akukubali. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaangalia Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Kwa hiyo yeyote atakayekwenda kwa Yesu, huyo Mungu anamkubali. Kwa hiyo leo hii unasikiliza habari za Yesu, utakapotii hii habari njema, utakapokubaliana na hii habari njema, ndio maana nikuandikia kukubaliana, Yesu anakuponya. Mungu anakukubali kwa sababu ya utii wa Yesu. Kwa hiyo leo hii kinachokufanya wewe ufuzu kuponywa, ufuzu kufunguliwa, sio kwa sababu ya chochote ulichokifanya, ni kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo, kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alikifanya kupitia msalaba. Kwa maneno mengine, Yesu anakuwa mwokozi wako na mponyaji wako kwa sababu ya kile ambacho alikifanya miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo utakapokubaliana na huo ukweli, unamruhusu sasa Yesu Kristo kile alichokifanya miaka 2000 iliyopita kiwe halisi kwako leo hii. Sio swala la kuamini, hamna kuamini hapa, ni swala la kukubaliana. Na actually hata kama ukubaliani, tabakia ukweli ni ule ule, kwamba Yesu alitii ili wewe ukubalike mbele za Mungu. Yesu alitii ili wewe uponywe. Alitii ili wewe ufunguliwe. Sasa aidha unakubali ama ukubali, ukweli utabakia kuwa pale pale, kwamba alipigwa ili wewe uwe mzima. Kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Siko unanielewa rafiki? Vipigo alivyovipata Yesu, twende kuonyeshe kwenye Petro wa kwanza mlango wa 2
mstari wa 24. Anasema hivi, yeye mwenyewe, yani Yesu, alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa kupigwa kwake Yesu, sio kupigwa kwako wewe. Yesu alipigwa miaka 2000 iliyopita, na kile kipigo Mungu akahesabu kwamba wewe unastahili kupona. Na ukikubali kwamba kwa kupigwa kwake wewe leo hii unastahili kupona, basi ukamkaribisha Yesu kuwa Bwana na mponyaji na mfunguaji wa maisha yako, leo anakuponya. Ukikubaliana na huo ukweli, wala sio swala la kuamini, kubali kwamba miaka 2000 iliyopita alipigwa mimi nipone. Kwa kuwa alishapigwa na ukisoma kwenye maandiko utaona kweli alipigwa viboko. Kwa kupigwa kwake wewe ulipona. Sasa sio swala la kuamini, ni swala la kukubaliana na kupokea. Huo ni ukweli na kujulisha. Ulikuwa haujui, hiyo ndio habari njema ambayo nakueleza. Sio kwa kupigwa kwako wewe, wala sio kwa sababu ya imani yako wewe. No. Alipigwa, is a fact, ndio ukweli ulivyo. Ngoja nikwambie, ni kama vile ambavyo tunasema hivi, jua huwa linachomoza alfajiri saa 12, na ikifika saa 12 jioni linaanza kuzama, giza linaingia. Kwa hiyo tunasema jua likichomoza kunakuwa kuna mwanga, jua likizama kunakuwa kuna giza. Sasa wewe unakubali ama haukubali, ukweli unabakia kuwa vile vile. Si aliye kipofu sasa hivi anaweza kukataa akasema jua limetokeza mimi sioni mwanga kwa hiyo kuna giza? Si kweli. Wanaona kwamba kuna mwanga, kwa sababu jua likichomoza mwanga, jua likizama giza. Kwa hiyo kama ilivyo jua kuchomoza mwanga, jua kuzama giza, ndivyo na ilivyo kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona. Kama unaendelea kukaa kwenye ugonjwa ni kwa sababu umetaka. Kama unaendelea kukaa kwenye kifungo ni kwa sababu umetaka. Lakini ukikubaliana na huo ukweli ninaokuletea leo hii kwamba kwa kuwa Yesu alifanya hivyo, mimi nakubali kwamba ni kweli, hivyo tu anakuponya. Kwa sababu gani? Yeye ni mkuu kuliko huo ugonjwa, na ametumwa aje kuwa mponyaji wako, mwokozi wako. Hiyo ndo kazi yake. Sasa swali langu ni hili, uko tayari kukubaliana? Sikiliza, hakuna kitu chochote kinachoweza kuzuia leo hii wewe usiponywe na Yesu Kristo, wewe usifunguliwe na Yesu Kristo. Hakuna. Labda unyenyue wazo useme kuna kitu, lakini mimi nakwambia hakuna. Kwa sababu unakubalika mbele za Mungu kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo, sio kwa sababu ya wewe mwenyewe. Na hakuna mtu aliyekwenda kwa Yesu ambaye hakupona, na hakuna ugonjwa ambao Yesu hakuponya, hakuna maradhi ambayo Yesu hakuponya, hakuna udhaifu ambao Yesu hakuuondoa. Kwa sababu pekee itafanya wewe uendelee kukaa kwenye kuumwa na kifungo ni kwa sababu umetaka, sio kwa sababu si utakapokubali leo hii ukasema Yesu, nimesikia habari njema, ninakubaliana na hii habari njema, naamua kutii habari njema. Leo hii nakabidhi maisha yangu, roho yangu, nafsi yangu na mwili wangu. Njoo uwe mponyaji wangu, njoo uwe mfunguaji wangu, njoo uwe mstawishaji wangu. Anafanya hiyo kazi. Sasa baada ya kusema hayo, nimalizie kwa kusema hivi, nataka niombe kwa ajili yako. Sasa nisikilize vizuri. Nimesema mchango ulionao wewe ni kukubaliana na hicho ulichokisikia kutoka kwangu. Ukikubaliana nitakueleza kitu cha kufanya, alafu itakuwa ni ishara kwa Yesu Kristo kwamba uko tayari akuguse, na Yesu atakugusa. Sasa huyu Yesu hajabadilika, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tuko sawa rafiki? Yesu ni yule. Aliponya wote miaka 2000, aliponya magonjwa yote, maradhi yote na madhaifu yote, na hata leo bado anafanya kazi hiyo. Na nina habari njema, anasema lakini sasa si yuko mbinguni. Twenda Korinto wa 2 nikuonyeshe. Yesu yu hai bwana. Mlango wa 13 na mstari wa 5. Anasema hivi, jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe, hawa mjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu. Huyu Yesu Kristo alikuwa mponyaji rafiki, leo hii yuko ndani mwangu mimi, na kupitia roho wake ana uwezo wa kufikia wewe. Huyu Yesu aliponya watu wote na maradhi yote
na magonjwa yote na madhaifu yote yuko ndani mwangu leo hii na hajabadilika hata kidogo. Yuko tayari kukuponya na kukufungua leo hii ukikubaliana tu na hii habari njema uliyosikia. Kwa hiyo nataka tukubaliane ishara ambayo mimi na wewe tutafanya ili kumwashiria kwamba sasa uko tayari kupokea. Sasa unisikilize. Nishaombea watu kupitia kwa mfano kwa njia ya simu. Wote tunakubaliana. Namuuliza okay, wewe kwa sababu uponyaji ni zawadi. Uponyaji hatuufanyii kazi. Kumbuka ni kwa sababu ya utii wa Yesu. Na kumbuka Yesu ni asili yake kuponya kwa sababu amejaa huruma, amejaa upendo. Kwa hiyo unaweza kaongea na mtu na simu. Nikaambia okay, umeshika simu na mkono gani? Sasa nimeshika simu na mkono wa kulia. Naambia okay, tukubaliane. Mimi nitaomba. Baada ya kuomba, tukubaliane basi utanyosha mkono wako wa kushoto juu. Ukinyosha mkono wako wa kushoto juu, itakuwa ni ishara kwa Bwana Yesu kwamba uko tayari kumpokea kama mponyaji na mfunguaji. Yesu anaingia na mtu anapona hapo hapo. Ama mwingine naambia okay, vipi? Anasema nimesimama naongea na simu. Naambia tukubaliane kwamba nikishamaliza kuomba, wewe utakaa chini, itakuwa ni ishara kwa Yesu kwamba uko tayari kumpokea. Ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo nataka na wewe tukubaliane. Nataka tukubaliane kwamba nitaomba, alafu na wewe utachukua hatua ya kuachilia imani yako. Sasa nitafundisha namna ya kuachilia imani katika message inayokuja. Lakini hapa nataka tu unielewe kwamba nataka uchukue hatua ya kuachilia imani yako. Sasa tufanye njia rahisi. Tuchukue vitu viwili tofauti. Sawa? Ama vitatu. Moja, kama una uwezo wa kushika television yako ama hicho unachotumia kuangalia screen ya simu ama tableti ama kompyuta ama television, nitakapokuwa naomba nitanyoosha mkono wangu. Kwa hiyo nitakwambia na wewe unyoshe mkono wako uguse hiyo screen. Lakini inawezekana unasikiliza kwa kutumia simu, umepata kwa njia ya sauti ile fundisho, ama unatumia redio ama chombo kingine chochote, basi nitakapokuambia unyosha mkono wako, shika, utaweka mkono wako kwenye hicho chombo. Itakuwa ni ishara kwa Yesu kwamba umeachilia imani yako na kwamba unataka akuponye kama alivyokuwa akiponya makutano miaka 2000 iliyopita. Kwa sababu Yesu hajabadilika, ni yeye yule yule jana, leo na hata milele. Lakini pia inawezekana umelala na uko kwenye koma. Usijali. Umo kwenye koma yako, ndani mwako, sema, nitakapoomba sema asante Yesu. Ukisema asante Yesu, itakuwa ni ishara kwake na ataingia atakuponya. Sasa unisikize vizuri. Ukishafanya hivyo, mambo yafuatayo yatatokea. Na hichi kisehemu hapa, kama unasikiliza, ningependa ukirudia kusikiliza tena na tena kwa maelezo nayotoa. Wengine utasikia joto, moto unaenda kwenye, kama labda mtu kuwa na matatizo ya figo, kwenye eneo la tumbo utasikia moto unazunguka kwenye maeneo ya figo. Kama ulikuwa na matatizo ya moyo, umekuwa mkubwa, umekuwa mpana, kwenye hiyo eneo la moyo, kifuani, utasikia moto unazunguka kwenye kifua chako. Lakini pia inawezekana kwenye kichwa. Kwa hiyo na wengine unaweza kusikia moto mwili mzima. Kama una kansa labda, nakuta kansa ilisambaa mwili mzima, utasikia moto mwili mzima unatembea. Maana yake ni kwamba anakusafisha mwili mzima na kuiondoa kansa. Ukisikia hivyo tu jua tayari uponyaji umeingia. Wengine mtasikia kama umeme unatembea ukipanda na kushuka, kama umepigwa shoti ya umeme, utasikia kipanda na kushuka. Jua tayari ni Yesu amekuja anakuponya. Na kueleza vitu ambavyo tumekuwa tukiviona vikitokea katika ninapowahudumia watu. Kwa hiyo nakueleza, sikuelezi kitu cha kusadikika, na kueleza kitu ambacho ni halisi. Wengine utasikia kama mtu alilalia mkono umetoka kuamka, vitu vinachoma choma, ile ganzi unayosikia, utaanza kusikia ganzi kwenye eneo husika linalouma. Ama unaweza kusikia ganzi mwili mzima. Jua ni Yesu amekuja anakuponya kupitia roho yake. Wengine unaweza kutikisika, ukaanza kutetemeka, ukaanza kutetemeka. Usiogope, ni Yesu amekuja anashughulika na wewe. Nakumbuka bwana mmoja nilimwombea, ilikuwa sehemu moja Morogoro Kimamba, alikuwa ni Muislamu. Nikamwombea, alikuwa amepooza, akaanza kutetemeka mwili mzima unarukaruka namna hii. Akaenda nyumbani, ikaenda ile hali usiku kucha, ilipofika asubuhi kupooza kumeisha.
Kwa hiyo ukisikia hiyo hali, jua Yesu anakuja. Wengine huwa wanasikia ubaridi. Kwa mfano, hasa wanawake wenye tatizo la kutokwa na damu isiyokatika kwenye hedhi. Mara nyingi nikiomba wanasikia ubaridi kwenye sehemu za siri. Unaposikia ubaridi, maana yake ni kwamba amekuja anaponya. Hiyo damu inakatika, inaondoka. Wengine utasikia amani ya ajabu. Jua Yesu amekuja hapo. Wengine mtasikia maumivu yameondoka. Jua uponyaji umeanza. Na wengine unaweza usisikie kitu kabisa, lakini maadamu ulinyosha mkono ukagusa hicho chombo, ama ukafanya ishara ambayo tumekubaliana, uponyaji umeanza. Sasa unisikilize kitu kingine kidogo nielezee. Kuna tofauti kati ya muujiza na uponyaji. Muujiza unatokea hapo hapo. Ulikuwa na uvimbe unayeyuka pop. Ulikuwa na kansa, umedhoofu, huwezi kula, huwezi kufanya nini, kansa inaondoka, hamu ya kula inaingia na uzito wako unaanza kuongezeka hapo hapo. Na hivyo vitatokea nitakapoomba. Lakini kuna wengine uponyaji wenu hautakuwa muujiza, kuwa ni uponyaji kama vile ambavyo unakula dawa alafu unaanza kupona. Anasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa Kiingereza anasema you shall lay hands on the sick and they shall recover. Kurecover maana yake ni mchakato. Kwa hiyo hali yote utakayosikia jua uponyaji wako umeanza. Kama unaweza ukatoa muda kwa dawa za hospitali zifanye kazi, mpe Mungu na yeye muda afanye kazi. Wakati mwingine anachoja kufanya, anaimarisha kinga zako mwilini, alafu kinga zako mwenyewe ndo zina flash out ule ugonjwa na kuhakikisha kwamba zinazuia ugonjwa usirudi tena. Kwa hiyo mpe nafasi. Wengine itakuwa ni hapo hapo, wengine utalala, ukiamka utaamka umepona. Wengine inaweza kawa siku 2, inaweza kawa siku 3. Mpe nafasi. Usichanganye muujiza na uponyaji. Unachotaka tunazungumzia kuponywa na kufunguliwa. Kama ni mapepo yanatoka instantly. Hiyo wala uoga sinanga mchakato nayo. Yaani hiyo Bwana Yesu ana mchakato instantly. Utakaposhika pop yanaondoka. Kama uko tayari basi nataka tuombe. Kwa hiyo zingatia mambo niliyokueleza. Ukisikia hayo, anza kushukuru, anza kushangilia, sema asante Yesu, nalibariki jina lako. Mungu ninakutukuza, asante kwa ajili ya uponyaji wangu. Yesu asante nimekupokea kama mponyaji. Anza kumshangilia. Sasa nitaomba kwa ajili yako. Alafu ukiomba nitakwambia chukua hatua kuachilia imani. Wa kushika simu utashika, wa kushika redio utashika. Tuko sawa sawa? Wa kuongea kusema asante utasema. Chukua hatua yoyote ya kuonyesha kwamba unampokea. Ngoja niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa maana wewe unatupenda sana na umemtuma Yesu Kristo mwanao awe mkuu, mwokozi, mponyaji na mfunguaji wetu. Leo hii huyu ndugu amenisikiliza nikihubiri habari njema za Yesu Kristo. Bwana Yesu, asante kwa kuwa wewe uko hai na ndio ulenituma nifanye kazi hii. Saa hii wewe uliye mponyaji wetu na mfunguaji wetu na mkombozi wetu, nanyoosha mkono wangu kwa ndugu huyu. Ninakukaribisha uje na uweza wako na nguvu yako. Umponye, umfungue na kumkomboa huyu ndugu kutoka katika makandamizo na mateso ya ibilisi. Asante kwa maana anahitaji kiungo chochote kufufuliwa kitafufuka. Anahitaji kuwekewa kiungo kipya atawekewa. Anahitaji kiungo chake kurekebishwa kitarekebishwa. Hakuna lililo gumu la kushinda Bwana Yesu. Karibu katika maisha yao kupitia uweza wa Roho wako. Leo hii waweke watu wako huru, wakae katika furaha, maana hayo ndio uliyokusudia. Baba, ninaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Sasa ndugu, chukua ile hatua ya kuachilia imani, huku utaendelea kutoa matamko. Chukua, kamata. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Figo na kuamuru anza kufanya kazi sasa hivi. Pokea uzima katika jina la Yesu Kristo. Na wewe ambaye uliwekewa figo ngeni ambao zimeanza kufeli zifanye kazi, katika jina la Yesu Kristo naamuru figo mpya katika jina la Yesu Kristo. Na wewe ambaye umekuwa na tatizo la ini, hivyo hivyo kwenye moyo, naamuru kazi hiyo iendelee. Kila kiungo katika mwili wako, wenye jicho ambalo halioni, naamuru jicho kufunguka katika jina la Yesu Kristo. Hilo jicho funguka sasa katika jina la Yesu Kristo. Kama limekuwa limekatwa, kitu chochote kimeondolewa, naamuru creative miracle kwenye hilo jicho katika jina la Yesu Kristo. Sikio na kuamuru funguka katika jina la Yesu Kristo. Naamuru creative miracle katika sikio katika jina la Yesu Kristo. Ulimi na kuamuru loose, funguka sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Anza kusema sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Wewe pepo mchafu, wewe ibilisi unayekandamiza watoto wa Mungu, ninakuamuru toka katika mwili huo katika jina la Yesu Kristo.
Naharibu kazi zako zote katika jina la Yesu Kristo. Naamuru uzima kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye unyayo katika jina la Yesu Kristo. Roho ya ukimwi, toka katika jina la Yesu Kristo. Kansa, toka katika jina la Yesu Kristo. Sukari, toka katika jina la Yesu Kristo. Pressure, go katika jina la Yesu Kristo. Addiction, go katika jina la Yesu Kristo. Addiction ya pombe, addiction ya madawa ya kulevya, addiction ya aina yote, toka katika jina la Yesu Kristo. Huna mamlaka wala nafasi ya kukaa hapo. Fungasha katika jina la Yesu Kristo. Wewe pepo wa kichaa, toka, achilia huyo mtu katika jina la Yesu Kristo. Pepo wa kifafa, toka katika jina la Yesu Kristo. Scoliosis, multiple sclerosis, ondoka. Kila aina ya udhaifu, kila aina ya ugonjwa na maradhi, na kuamuru sasa hivi fungasha katika jina la Yesu Kristo. Toka katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya uhuru wao. Ninalishangilia jina lako na kubariki. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya ukuu wako. Ndugu, hapo ulipo, hiyo hali unayosikia, huyo ni Yesu anakugusa, huyo ni Yesu anakushughulikia, huyo ni Yesu anafanya vitu vyake. Anza kumshangilia, anza kumshukuru. Jaribu kufanya kile ambacho ulikuwa huwezi. Kama ulikuwa huwezi kuinama, inama, shika vidole. Kama ulikuwa huwezi kunyanyua mikono yako juu, nyanyua mikono yako. Kama ulikuwa umelala kitandani, inuka, simama, kaa kwa miguu yako. Kama ulikuwa umekaa huwezi kutembea, anza kutembea katika jina la Yesu Kristo. Take it fast, usifikiri, usipige hesabu. Faster, faster, faster. Faster. Yes, namna hiyo. Fanya namna hiyo katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Kama ulikuwa usikii, tafuta mtu akusaidie. Wewe unamjua mwenzio ni kiziwi, anza kumpa ishara, anza usikie kama anasikia. Ambaye ulikuwa uoni, alikuwa uoni, tafuta kitu uanze kusoma katika jina la Yesu Kristo. Fanya chochote ambacho ulikuwa uwezi kufanya. Huo ni utii wa imani. Ukifanya namna hiyo unakamilisha imani yako. Nitakufundisha somo lijalo, lakini sasa hivi fanya, fuata maelekezo yangu. Yes. Namna hiyo. Namna hiyo. Ninakupa hongera. Asante kwa ambayo Yesu ameyafanya. Usisahau kutushirikisha. Tuandikie, tujulishe uko wapi na Yesu amefanya nini, ili tufurahi pamoja na wewe, ili tumtukuze Mungu pamoja na wewe. Yes, endelea kufanya, endelea kumshukuru. Pigia simu na wengine waelezee ushuhuda wa kile ambacho Yesu Kristo amefanya katika maisha yako. Anza kumshangilia Bwana. Usiache kuwasiliana na sisi. Tunataka tufurahi pamoja na wewe kwa sababu hichi ni uhakika. Yesu Kristo ni yeye yule yule, jana, leo na hata milele. Basi mpaka hapo tumefikia mwisho. Ngoja nimshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya alichokifanya. Bwana Yesu, nasema asante kwa ajili ya uponyaji. Baba, nakupa utukufu kwa ajili ya uponyaji. Nashangilia kwa uaminifu wako. Roho Mtakatifu, asante kwa kusimamia kazi kwa ustadi mkubwa kabisa. Asante kwa maana unaendelea kuwa nao. Asante kwa ajili ya shuhuda nyingi kabisa ambazo zitakuja, na maelfu watakaopona kupitia ushuhuda hawa ndugu. Asante Mungu wangu, asante Baba yangu, asante Yesu master wangu, ninakushukuru. Basi mpaka hapo rafiki tumefikia mwisho. Jina langu naitwa Hurumagadi. Nakumbuka tu Yesu ni Kristo na Bwana, na ni yeye yule yule jana, leo na hata milele. Amen.